Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi taala wabarakatuh. Na mama, tukumbushe majina yako na nafasi uliyokuwa umegombea. Jina langu naitwa Rukia Kasim Dugange. Nilikuwa nimegombea uongozi wa Juakita mkoa. Mashaallah. Tunafahamu miaka kadhaa nyuma iliyopita ulishawahi kuwa mwenyekiti wa kina mama mkoa huu wa Njombe. Nini kimekusukuma kugombea tena? Baada ya kuona mkoa una kina mama kwa ujumla bado wananihitaji na wakasema saa hizi ni kama hawana kiongozi. Kwa hiyo wakawa wananisukuma nigombee tena wenyekiti wa mkoa. Kwa hiyo nikachukua fomu nikajaza nikagombea. Mashaallah. Tumeona uchaguzi wenu wa ngazi ya mkoa wa Juakita umesimamishwa kutokana na wilayani hapa baadhi ya wilaya zilikuwa hazijafanya uchaguzi. Wewe hili umelipokeaje? Nimelipokea lakini sio vizuri sana, sijalifurahia kwa sababu tulitumainishiwa kuwa mkienda kule mnaenda kwa ajili ya uchaguzi. Lakini sasa baada ya kuja huku tumeshindwa kuelewa viongozi, sijui tuseme nini, lakini imebidi tulipokee kwa sababu wamesema inatakiwa ianze uongozi wa msikiti, kata, wilaya ndio ije mkoa. Wale wajumbe ndio watupigie kula sisi. Kwa hiyo utayari bado unao kwamba mchakato kisha kamilishwa nia na ile hali bado ipo? Ninayo sana kwa sababu mimi uongozi kwa kuhamasisha akina mama wa Kiislamu kwa kweli ni kama uko kwenye damu. Na hata hivyo nilisimama kama miaka mingapi, lakini bado nilikuwa naendelea nafanya kazi na wakina mama wananihitaji. Nimetatua migogoro misikitini kwa vijijini. Kwa hiyo bado ninao utayari wa kufanya kazi. Mashaallah. Wakati sisi tunakuwa, miongoni mwa mambo ambayo tulikuwa tunajisikia fahari ni pamoja na nyinyi, pamoja na historia mliokuwa mmeiandika. Pia kwa maneno aliyokuwa yanaendelea ni miongoni kupitia hizi kazi ikapelekea hata ndoa yako haikuwa salama. Umerudi tena, bado ile hali itakuwaje na ndoa yako umeweka katika hali gani? Ndoa yangu nimeiweka hali nzuri kwa sababu mume wangu ameridhika kwa sababu ameridhia kusema hivi, wewe ni kiongozi na watu bado wanakuhitaji. Endelea kufanya kazi. Kwa hiyo ameridhika nifanye kazi hata wakinipigia hata usiku. Kuna hili asubuhi jijimu, kuna hili inabidi nijipange, nimwandae mume wangu, nifanye nini, niondoke nini nikafanye kazi ya dini. Hiyo ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mashaallah. Tunashukuru sana mama, mpaka wakati mwingine tutaendelea kuwafuatilia. Basi inshallah. Shukrani.